La fortune de mon père. Tout commence en 1995. Dans ce petit atelier, un père travaille sans imaginer que son héritage changera un jour la destin de toute sa famille. Car lorsqu'un père disparaît, ce n'est pas toujours l'amour qui rassemble les enfants. Parfois l'héritage devient une guerre. L'obsession de devenir l'unique héritier peut pousser un enfant à commettre l'impensable. Un amour interdit peut détruire plusieurs vies. La vengeance peut transformer un homme jusqu'à le faire perdre tout ce qu'il voulait protéger. Mais préparer son enfant à gérer ses biens, c'est aussi protéger son héritage après sa mort. Et parfois, l'enfant doit être prêt à tout sacrifier pour sauver sa famille. Parce que l'argent peut acheter beaucoup de choses, mais il ne peut pas tout régler. L'éducation d'un enfant ne repose pas à la mère. Le père aussi doit préparer son enfant à affronter la vie. La fortune de mon père, une fiction inspirée des réalités qui existent dans nos familles, une histoire de fortune, d'amour, de vengeance, de trahison et de sacrifices. Une histoire à regarder en famille pour apprendre avant qu'il ne soit trop tard. Tout commence en 1995. Et cette fois, l'héritage ne sera pas seulement une fortune, ce sera le début d'une guerre. Oui, collègue. Exactement, oui. Hakuna kitu kitanishinda. Toka kila kitu yote kitajibeba. Oui, hakuna shida kabisa, tuko tunafanya effort. Usina tuko tunaangalia kwa magisi, tuko tunafundisha ba moya. Tutone kama tutaendelesha nani kazi ya hii. J'espère que na Mungu atasaidia tutaandikisha jina vraiment. Ah bon? Maappareil. Ah. Asi maappareil za broderie kwa ziafika kata tungana tumikisha tule mastili ya zamani. Okay. En tout cas, merci sana. Kama utafanya vile utakuwa unatusaidia vraiment na tunapima kuwa éveillé kabisa mu Goma yetu hii. Oui, ça va, merci vraiment. Ok. Ah. Gilles, nilikwambiaka hakuna kitu kinaweza shinda Mungu. Kila kitu yote hapa niko na kitajibeba. Unanisikia Gilles? Ndio metre niko kufuata. Hapa Mungu anasaidia na connaissance ya bakolege. Deja hapa banambia nijitayarishe baifo wanitumie ma appareil ma machine ya borderie. Sikia na ushaziona kwanza unaziona hata. Hakuna metre azisikiaka tu kwa mbali kuzisikia. Sasa ile maisha kuuza manguo za kushonewa ma Tanzania, ma Rwanda, siweza kutoka Kishasa bila tunataka biharibisha huko Mgomo. Na sisi tunataka kwa sisi peke tunatufanya nini? Tunatembeza manguo zetu partout ailleurs. Unanisikia bien Gilles? Wale ni sawa metre. Ndio metre. Meme na Burundi tutafikisha manguo zetu sisi peke tunajishonea. Alors ni kusema nini courage tu na uendelee na ile courage uko nayo Gilles. Sifatane na hiki kiwelewele kyangu kenye kisha nitesa. Yeko nalia tu nimuzie moto. Anasababu kama hapa njoo kwenye nilianziaka na njoo kwenye niko nenda nina panda. Courage vraiment Gilles. Okay. Nona kuweka maagenda za mwepoke. Na manimero tuko tunaweka. Najua maisha hii. Ndio maisha. Sura connaissance inapita vyote. Wale ni sawa.
wakati wa devoir grand moi hivi veste yake. Mais j'espère bien qu'il rendez-vous ilikuwa pour ce vendredi. Je me souviens vraiment. Oui. Alors natatumaliza. Alors, huyu kisi yako pressé. Ujikaze kwanza uache hii. Comme ça tu angalau kama sio tarapidite kwa ile nani ile tisi. Ou petit Claude anapasha nizario juu ya moto. Kila siku nakwambia kwa unuzie moto nakatala. Uko naangalia petit kisa nizario juu ya moto. Tunakosa nini juu unuzie hapa moto? Inakuwa mwaka mzima mimi nakulombaka kitu saa moto, meju nipatie moto inakuwa nguvu. Robert. Hivi unaweza nisaidia kwa kitu mwake nilikuwa nakwambia. Huyu mwangu ni fasi ya kazi kwa fasi ya pombe. Mimi nishakatala pombe juu ya nini juu ile moto. Mimi nakatala pombe juu nusie moto. Mimi nakuwa mwaka moya hii. Mimi nakuwa niko kulomba moto kila siku. Unakatala unakosa makuta kunusia moto. Hivi mwa kichwa nyoko nayo wewe mtu akakuzia moto. Si ni maiti ndio nakutana mbarabara Afrika. Huko nalia kuzia moto. Mwa kichwa ulevi kwa moto. Maiti ndio nakutana kabisa mbarabara. Hivi nakusaidia na kitu mwasipeni uniambulie Robert. Huko lazima moto. Si sawa? Sio lazima moto. Niko na lazima moto. Okay, nisaidie kwa kwanza uache pombe na ufanye tension kwa shinda na wewe hapa. Papa wanasema hivi, muti inategemeaka mizizi yake. Mekubaritie kidogo tu, matao yote naanguka. Njoo neno mimi napa kuambia hii. Robert, niache. Robert, niache. sasa kwa maneno ya kilo sana. Kaka. Ya huyu achana navyo. Atayama mwisho atachoka. Hivi wewe mtu mzima, mwi hali unaona hapo. Unaweza usia moto. Kabisa huyu ndio kuangalia kama unaweza travailler pour quelque chose. Jiko kutana kwa maneno mwa hivi ya mfuko sana. Papa yake hata anakupesha kitu. Na kusaidia nikwambie, ulo kwake Richard saa hii kwa yere ya nchi. Uko nasoma. Kila kitu niko namtumia jua nini? Yuko na ile elimu ya masomo. Aloro huyu hii kusema yake sikogopeshe. Atashuka mwisho. Akakuwa na akili atakuja hapa atumiki. Endelea ile TC. Usichelewe hapa mkazi. Action. Wewe Mina vitu ya mingi mina faka kwa kiamchia. depuis Nakumbuka tatengo alisema hii ka 6 yetu na waka 6 ya kutime na sasa tunakumbuka hii kile tunasemeka kwa zaki yote vile mtendea. Nimekuletea babangu kwenye kusembula ya kutime yetu na kusema kwa sote nishafa. Robert. Kama walikuongoza kabisa na kushauria ukiwa na hii alikuwa anafaa kazi kabisa. Unaona pale unakoma. Bana kwa deja mtu mzima. Papa kumi. Kana nipika mtumbo.
Sasa shule nikakutoa. Papa mloko niambia unapenda ile njo kutimete. Exactement, so nani asili. Ndio papa. Yes. Basi na hiyo unaweza tosha bimuko. Mpaka Ruchuru. Bila kupata tea yako tu tunapaswa kupata. Papa unapenda sana nisamee. Nilishafa ya mbaya sana na babangu. Wangu vraiment makosa yote nishafanya. Njombo nisamee. Mtoto kupitia hii kisha kusamehe. Na partir ya leo tunaanza shinda na wewe. Sio papa. Ndio. Unataka kuniaminia tena? Ndio kabisa. Papa kunya. Niko nakunya siko msika nikoroga kidogo. Ça va. Okay. 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 Tumeraruma sana sasa. Bwana nilalo unajiletea mtupu Robert. Ai mama. Robert. Malgré unaniua mtoto wangu. Ni hakuna kitu utajifalia maisha mtoto wangu. Na hii kifo tendelea kuwa juu ya kichwa wako tu. Tangaika mtoto wangu na kizazi kyako kyote kitendelea kuhangaika tu. Robert. 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 Papa! 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 Unaona vile unasema mbele ya watu. Unaona hapa tu watu wakitusikia hapa. Unakuwa na akili zako zimepe jangu usikuwa naogopa kitu kingine sitakufanya kitu kama umewa pia kwanza sasa kama wewe aushinde kitu babangu, uko unanisikia? Aushinde kitu babangu, ndio maana ukale pale kimya, ndio niko nakwambia. Mimi bisha nisirikisha hapa. Ule vie Roger anapana mbata nipatia mimi $600. Alikuwa mwanzake na ule vie. Ona wewe. Ananiona mimi duru. Twende kwa nende ni muone. Simama. Niko nakwambia. Ule vie Roger ananiwasia niko duru. Ule vie Roger anasema niko duru papa leki. Siezi mupatia hapa ku $600. Siezi. Utapata baba la kupiga makuta za bie. Niko nakwambia kama naniona duru ule vie Roger, siezi mupatia hapa ku $600 kama hataki 800 naacha na avance. Tena na avance ya ngapi ya 200 kwa yangu nitie kumfuko kiana tutacheza makope zote. Unaya 800 hii parcelle na hii atelier, unamu hii atelier mko vitu ngapi? Mwa atelier mnayala ma machine. Meko naniambia sasa nipatia 600. Siezi itika 600. Au kuwa na akili. Mimi sina akili tena. Papa lekina pa kukosea adabu. Anza rudia kwa unatoka kama na utanishauri nipate ile 600. Anza tu rudia kwa unatoka. Jumu. Sasa hapana. Robert. Je peux te parler? Nini?
Hapa kusha kwangu na wewe utatoka mwa hii atelier. Hii atelier ni ya babangu. Unaona pa toka mwa hii atelier. Mais Robert, je tafuta ujisha. Uvie Roger kwa ananiambia sasa hapa naposha nipatia kwa 600. Nishamwambia kama hataki wisa aache. Je $800 natafuta ujisha parcelle na atelier paka. Nishakwambia unakuwa simple travailleur hapa. Uko mambo la familia yetu moko unanisikia. Hauna neno kutuambia hata hapa mwa hii familia. Nikivuzisha vyote ni vyetu aviko vyako. Ndio niko nakwambia. C'est tout juste après enterrement baba koke. Hauzujisha pa juu ya $800 quand même. Usinishaurie kitu. Tena nishakwambia huko hata wa familia yetu. Huko tu simple travailleur hapa nikikufukuza hapa na nikujisha hapa unakosa kwa kuishi. Faisons ceci. Mimi nakupatia $1000. Qui est à $800, alors moi j'ajoute $200. Unasema ngapi? Nakupatia $1000. Comme ça, tunaandikiana na bakiana. Sawa. Nipatie kwanza avance. Junye bataile mimi na bayagisi mnakuwa ba mwizi. Sizo za samba na nyie. Voilà. Bon. Nakupatia kwanza avance ya $100. Comme ça, au cours de la semaine, naangalia gisi ya kukuajouter. OK? Tunamaliza déjà compte. Nipatie na 1000 francs pale. Hako naona gisi papa leki ashakuwa. Sawa. Wende kunye zodo. Hapa ni ndani ni tayari. Kabisa. Unaangalia kile hapo kwa babangu. Huyu sina hata aende. Bon, au cours de la semaine, tutaangalia gisi ya kumaliza compte yote. Wende tafuta makuta mimi nabakia humu leo. Humu mngali mwangu atosha nipatie makuta. Hautatumikia humu leo. Wende utafute makuta kama utakia unarudi unanipatia makuta sawa. Na tunaandikiana. Sasa mimi natarisha makaratasi. Pita hivi. Sawa, tunatafuta ndikiana. Narudia deja sasa. Ni atelier babangu. Atosha nipatie makuta. Mimi siangakia makuta. Ça va. Robert, c'est combien? Alors, j'espère que tu les aimes bien comme ça, ni niendelee na activité zangu. Na bayanye batayari mnakuwa bachanja sana. Ndandikiana naona siona makuta. Non, tu peux te présenter avec les documents comme ça tunamaliza la situation. Il faut qu'on nione makuta nizisabie ndio tuwe andikiana sasa. Bon, enveloppe ile kuna. Enveloppe ile. Mais il est à cahier comme ça tunamaliza. Leta nisabie makuta papa. Mimi na yao ujanja wenu nyewe bataye. Il faut tuanze andika. Nipatie kwanza makuta. Kama hutaki uende na makuta kwenda tafuta mwingine. Pale kiuchunge hapa hizi makuta. Mimi Robert Mais quand même, il faut que vous passiez aussi pour d'autres étapes. Moi, c'est comment d'accord kuita jini. Anakaa kuita bosi. Je kama naweza juu. Watu wa mingi sana wanakuwa mabosi wanapenda macheo. Hakuna sawa, sans toi à l'aise en fait. Donc de toute façon, tu fais comme tu veux, sans toi à l'aise. Ça va. Jules, boss, tout va bien. Mais Jules, c'est plus cool la fait. Mais nilikuwa naka nouvelle moja nilikuwa penda. Nikaservi c'est tout. Unirangwe. Siko nakumbuka kama mwenye alikuwa ya kwanza. Sasa kuna ndio domene ya familia. Sema abakie mkasie sababu nimesema nianze kuambia kisi atakuya. Nao ndio chakwa bosi. C'est pas grave. C'est pas grave. Elle est la bienvenue. Elle est la bienvenue. Allez-y, puis on travaille ça. À chaque fois, on travaille, mais c'est pas débuté. Anjua najifunza. Voilà.
métier là, utamkipe. Ndio najikaza. Sawa. Basi tunafundisha hapa nje wamjumba kesho wafundisha kamera. Oui. Il a bien voulu quand même. Hii sasa iko hata mzee kwa. Oh, deja pele yake atanga na nani. Ado. Ado. Et vous n'essayez pas pas nje. Ok, mais déjà arrivé on peut commencer. Ça va. Ça va. Bosi. Sinon na gisi tuko naongea deja na nafika. Mimi nakia mpale papa nje. C'est pas grave. Ok, ça va. Ça va passer. Sasa karibu. Karibu vraiment. Jide, mwanamke natoa ndio yeye. Uzini yangu nilikuwa nakwambia sasa tunakuwa tunaongea hapa. Mtoto shangazi yangu. Samiri kwa kwanza ambuyeni kwa shona hapa. Kongwa client ifo ivale leo mchana leo. Sara, mbona simama swikale ikala tanyo tunashindamo hivi macha tukwena wakati tunakuwa tuambrie mama ikala kwanza ifo jifunze kwa kupedale sunona pedale ndio wananzia yako leo journée tutashinda tuko tuna pedale ukishaja pedale tutakupatia sasa ma exercice mimi niko ambrie vraiment niko ambrie hapa. Des boss, c'est ça la génie. Ça va Rose. Ça va? Oui. Quasi. Vas-y, c'est pas mal. Elle est là bien. Ndio. Dis-moi quoi maman Rebecca. Ndio ile ngoma Rebecca hii boss yangu. Kwa ivale maki hapa niko nayo su. Ça va? C'est bon vraiment. C'est bon vraiment. Vraiment bienvenue sana mfamia yetu. Bienvenue vraiment. Merci beaucoup. Bienvenue, nilikuwa sikusa nikuona. Nilikuwa sikia tu mbuku atakuya mais nilikuwa sikusa na kuona. Vraiment bienvenue sana mfamia. Non, quand même, je sais que je suis le bienvenu dans la famille. Parce que quand même, nous sommes des amis depuis un bon moment. Et on se connaît très bien quand même. Ouais. Nafurahi sana bosi yangu. Mama mimi nafurahi sana. Nafurahi. Nilikuwa sikozeko nezio bosi. Nilikuwa serious sana vraiment Ilikuwa surprise kuona. Félicitations. Mais quand même, c'est le droit des noms. Je suis donc obligé pour se manier. Parce que ni droit à mon homme, tu sais très bien. Mimi na hiyo ile mewe ni basi kwa zile de bosi. En plus, on dit souvent que c'est la femme qui s'épouse, tu vois. Donc, Sarah, elle m'a emporté et j'ai été obligé pour se manier, Sarah. Tu vois? Ok, Ouais. félicitations. Merci. Bah, laisse tomber. Mais niko na ka petit surprise juu yako bosi yangu. Surprise? Ndio, si haitasumbua. Non, quand même, arrête. Ma blague est mingi Haina sana. blague bosi yangu. Surprise, sio tuko mura. Iko tunaendelesha mpaka siku Voilà, na. je peux pas refuser quand même, je suis ton beau-frère. Ndio. Ok, ça va. Yaani kusurprendre surprise yangu. Ça va, c'est bon. Surprise ya bosi yangu. Siku ulipita kwa mama Lili, hein? Ah, mimi sikuta kwa Malili. Mara siku trop sikata kwa Malili. Ah. Mais mko naona naye wewe. Ah non, j'ai pas vraiment ce temps. Tu sais bien, ici, ma mariée, non. On se focalise sur le travail. Ok, moi c'est tout ça. Avant de soir.
Merci beaucoup, Rose. Merci aussi. Merci beaucoup. Ok, votre safi. Ngana kumbuka Mimi najua maguu zako bosi. Sisahau. À votre safi bosi. Merci beaucoup, Rose. Désolé. Wow. Oui, à votre safi. Merci beaucoup. Nasikia kale kakoka hai. Kusa kabisa bien sana mshiri. Kwa mimi nafurahia relation yenu. Inaniinteresse ile relation. Malgré que chez wengine hatuna chance mais Vraiment, Sarah, elle est exceptionnelle. C'est une femme que j'aime de tout mon cœur. Elle est différente, vraiment. Sarah. Des fois, je n'arrête pas de penser pour elle. À chaque moment, à chaque instant. C'est Sarah qui me met toujours en tête. Useme kama nako mmuti ya bien sikujua hivi. Ni juu shakuwa marie yao. Vraiment mimi naona nakuwa interesse ulima karuba kangu. T'inquiète pas. Siku zingine naona tu natianga muziki hautacheza, hautasema. Vraiment leo naona kabisa kwa mmuti ya bien. Oui, vraiment. Unatia karuba hivi. Oui, ça me touche vraiment. Ça me touche pas mal. Non, c'est tout ça, c'est bossé. Non, non, on a quoi intéressé. Vraiment, on a même là, s'il y a bien. Je à tout, on a discuté, il n'y a rien de problème. Mais chaque famille, quand même. Wow, sérieux. De la rumba. Oui, oui. C'est pas grave. Vraiment, donc, ça fait longtemps vraiment. Mtoto yangu. On va prendre un vieil hivi kwa. Mama ni kwa sababu mama ni kumwambie kwa shona mimi kwa shona. Mama dada kwa alipata bwana wa pili. C'est ça. Vraiment, j'ai dit qu'il y a pour regretter mon niveau en mchongo. Mubaya ila umekufa nini? Unakuya na kupole yote, unakuya na kufundisha kazi, unajua kazi, unanigeuka. Unapendana na bwanangu vraiment. Ungegusa tabia nyingine, unabeba hata wakilia ningekomprendre. Mais bwana, mloko wangu unanikosea sana. Bwana? Bwana gani? Bwanangu hapa mmelikamata wewe, sio ulikuwa unaniambia unatoa, sio unaniambia uko tolewa na bwana wa wapi? Nilikuwa niko kuuliza kila siku. Sasa unataka ulotolewa na bwana wa wapi? Haupenzi niambia. Kumbe bwanangu ndio anataka kuoa vraiment. Wasi kwa comprendre hata vya huko ndani. Uko mbinini kwanza. Mbona sio kama Julie ni bwanangu? Mbona bisahau vraiment la peke hakukwambia mbele ya kuoe vraiment. Jile. Jile, ni bwanako. Mbona tunafika mtu tunatumika shie wote na unajua kisi ulikuwa unapendana. Jua nini kuniambia mbele? Mimi nikwambia wewe una akili. Mako unazania sali yako kupenda hakukuonesha kembia niko bibi yake. Mimi na Jile alikwambia haizi kupenda na hakwambie kweli. Mimi niko bibi yake. Hata Jile akuoe, wewe ndio umetoka perdante mwije yote. Jile ni bwanangu. Tunatoka mbali mimi na Jile. Kama unaona ya atelier inaendelea, ni kwa akili yangu mimi na Jile. Na pour votre information, mimi niko na mimba deja. Mimba. Uko mimba Jile. Unaenda wapi? Ikala pale tuongee. Kisi tulianzaka maneno mie na wewe tutaimaliza tu. Ikala pale tuongee. Ikala pale tuongee. Na usipatie nguvu tu. Ndio vile utafuta vile kitu mbaya. Pia kukaribisha na kufundisha na kutii wanza pata wakilia. Kama leo na Ujila anaweza kupenda ni kugrase yangu. Kabisa hii dunia ina wewe.
t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer. C'est toi ma femme. C'est toi qui es Jean. Sarah. Sarah. Mais Rose, qu'est-ce que tu m'as fait? Mais quoi? Tu me cherches, ok? Qu'est-ce que tu as dit à ma femme? Pourquoi m'appeler le nom? Bien mon bien. Qu'est-ce que tu as des nouvelles? Et qu'est-ce que tu me cherches toi? Écoute, ne répète pas, ok? Mais comment, Julie? Niko bibiako, je ne mimbako. Quoi? Relance-toi. Niko bibiako, je ne mimbako. Ne trompe-toi. En aucun jour il t'a pas commis. Rose, qu'est-ce que tu me cherches, Rose? On va comparer. Jamais. Jamais de la vie. Écoute, Rose, Imimo Tatosha, ok? Imimo Tatosha, je suis pas prêt pour me supporter Imimo. Vraiment, si tu as un instant, tu as un mimba. Gisu les assumer responsabilité, tu as un mbele à bazazu na oa. Na mio tu as assumer responsabilité zangu. Voilà. Et je comprends pourquoi tu m'avais drogué. Je suis au courant de tout. Je comprends pourquoi tu m'avais drogué. Écoute, Rose, je vais porter plainte sur... Mais quoi? Gilles, hauza nifunga. Et c'est ça mon dernier mot. Hauta nifunga Gilles. Kunifunga njo bongo. Je vais dire combien de fois que tu m'avais drogué Mais quoi? pour me piéger et pour tout abîmer. Ok? Ça va, c'est à ça qu'on va jouer. Il est maintenant le touche à wapi. Non, tu veux jouer à un jeu, ok? Si comprends, tu veux quoi? Il est maintenant le touche à wapi. Rose, Non, mais si je vais comprends. causer plainte, ok? Si on a touché les manèbres. Hauta nifunga. Hauta nifunga. J'ai oublié ta bague. Attends, Sarah, s'il te plaît, écoute-moi. Empathie juste un peu de minutes, ok? Si tu veux tout savoir, si vous n'en avez que s'il te plaît, c'est juste parce que Rose m'avait drogué. Et si tu veux tout savoir, tu peux demander même à Stella, son amie. S'il te plaît, Rose. Reviens, je t'aime. S'il te plaît, je t'aime, Rose. Je t'aime. 「 Je t'aime. 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 »«